Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata taarifa zetu za habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kulitegea sikio lako na kunipa macho mwanzo hadi mwisho. Tuanzie na huko Baraka ambako baba mmoja aliyejulikana kwa jina la Oredi Bokabo, baba wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi ya tariki 2 Oktoba 2025 mida saa 1 usiku katika kata la Mshimbake mjini Baraka. Visa vya mauaji vinaendelea kuripotiwa kwa kiasi kikubwa katika mji wa Baraka na kupelekea raia wa eneo hilo kuwa na wasiwasi mkubwa. Akizungumza na TV yako, Bwana Asumani Kiza, ndugu wa marehemu, amesema kweli kwa mida saa 1 usiku ndipo watu waliwasili nyumbani kwa ndugu Oredi na kumfyatulia risasi kama anavyoeleza. Huyu mwenye anapewa masasi hapa ni mkubwa yangu. Alipigwa masasi na saa 1 kama vile na dakika 15. Marehemu alitoka hapa kwake akaenda nunua mamega. Baada ya kununua mamega akabakia pale muda mfupi anachunguza mambo ya telefone. Basi ilipofika saa 1 ya usiku na dakika 2 akarudia haje kwake nyumbani. Baada ya kurudia alifika nyumbani kwake, alikuta watoto walikuwa nje wanaangalia video kwenye telefone. Basi aliwasalimia na baada ya kuwasalimia akaingia ndani mnyumba. Basi kuingia mnyumba akaketi kwenye kiti chake ndani ya nyumba. Baada ya hapo tu kulipita kama vile dakika 10, waliokuwa nje wakasikia ngurumu ya risasi la kwanza, baadaye likafata la pili. Basi wale watoto wenyewe walikuwa nje wakasambaratika na kushituka. Yeye marehemu ndani akalalamika na baada kulalamika akaanguka chini. Basi mtoto wake mkubwa mwanaume alikuwa nje akakuya mbio haangalie kama baba yake alilalamika aje, na ndipo alienda gundua kama baba alikuwa alishalala chini huko anavuja damu za mingi sana, na alipomugusa alijikuta kama baba alikufa hapo hapo. Ndo mtoto akatoka nje akaendelezea watu wengine wa jamaa, wa dada zake, mama yake na tate yake aseme baba ndani amekwisha kufa. Ndo wakakuja mbio kuingia mnyumba na kushuhudia tukio, kuona kama baba ni kweli amekwisha kufa. Balionekana kuwa watu wawili usiku kwenye moto ikasimama pembeni ya parcele kubarabara, na baada ya moto kubakia pale kukabakia umoya kubarabara na ungine mwenye kuvalia koti juu, ilikuwa busiku tu ya kawaida. Akashuka akazunguruka nyuma ya nyumba, na alipozunguruka nyuma ya nyumba ndo alitimiza hiyo lengo yao, wakampiga masasi kupitia kudirisha. Hapa tunajua kama hakuna tatizo yote ile kujirani. Pamoja na hivyo mjama hamuna kiajabu kilikuwa ila anketi ngali tafanyiziwa ile bagundue nini kabisa kenye kilifanya kitendo. Kwingineko ni kwamba viongozi wa shule za sekondari mjini Baraka wanalalamikia ucheleweshaji wa malipo ya ada za wanafunzi ambao wanasema unasumbua mchakato wa malipo ya walimu. Kasukulu Mutambala Jean ni kasisi wa shule ya sekondari la Mwenge wa Taifa, amezungumza na TV yako ambapo aliwaomba wazazi kulipa mapema ada ya shule kabla watoto hawajaanza kufukuzwa. Na isingekuwa vizuri watoto kwa wanafukuzwa kwa sababu ile pia inaleta mafujo katika mji wetu wa Baraka. Wakati na watoto wote wanafukuzwa inakuwa kama hailete samani ya masomo. Malipo, siku za malipo ni kuanza tariki 1 mpaka tariki 25, lakini wazazi wengi hapa kwetu wanasubiri mpaka tariki 25 ndio waanze chunga watoto walipe. Na watoto wao tena katika mashule wanatuambia kama mtufukuzi wazazi hawatalipa. Yaani ilikuwa kama masomo watu wanakuwa katikati ili kubembeleza masomo yao, ili wadilipiwe kwenye masomo. Wao wenyewe wanatuambia mtufukuze ili wazazi wetu walipa. Na hiyo kwa kweli kero kwetu kuona kwamba kwa mtoto alipiwa ada za shule mpaka tatu mfukuze mtoto. Kumbe kuanzia tariki 1 mpaka tariki 25 tunaweza kuwa naomba wazazi wakuwa na jitahidi zile siku
wanalipa, ili na sisi kuanza tarehe 25 mpaka tarehe 13 tunajua kisi ya kulipa walimu wetu. Kwengineko ni huko Mukera ambako mkuu wa kijiji cha Mukera na kando ndani ya sekta ya Mutambala Mukashetumbo la 13 ameomba raia wanaosafiri kwenye barabara Simbi Mukera kuondoa shaka, kwani usalama unaimarika kupitia vyombo husika. Kwa mujibu wake ni kwamba kitendo cha hivi karibuni ni cha watu wawili waliokwenda sokoni na kuingia katika mikono ya wanyang'anyi na kupora pesa na hata wengine kujeruhiwa. Mukashetumbo la 13 ameongeza kuwa swala hilo limeshughulikiwa na vyombo vya usalama ili kuhakikisha usalama wa raia unaimarika hasa kwa wasafiri. Sasa hivi usafiri uko tulivu. Ile siku ambayo ilikujuza ndio ambayo walipora wanawake wawili na mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa anavaa mavazi ya raia, alikuwa akienda sokoni, alafu wakaingia mikononi mwa waizi wenye kufikiria silaha, wakawaiba kitita milioni 3 na baki 2 na simu na mama mmoja ya kuitiwa kwa jina ya Ongwa. Wakamupiga kisu chini na bega, hivi mama yuko mahututi kwenye hospitali kuu ya Fizi ambako alipelekwa. Hiyo ndo hali ya uporaji ambao ulipitikana wiki njia ya Simbi, na kwa sasa njia ikingaliki na usalama kidogo, sababu hawezi watu wanabaga siku fulani tutaiba. Ndio hivyo ndio mtangazaji. Ndio vyombo vya usalama vilifanya doria, tembea mahala popote kutafuta wezi. Kwa sasa bado hawajapatikana, lakini walipanga mikakati wao na walio Simbi kwa kufanya ulinzi dhana na wezi wasisumbue baadhi wasafiri. Je, hiyo mesure itasaidia kabisa juu ya kugarantire security ya raia mwa hiyo axe huko? Ndio, wakaikamata kwa makini kabisa, watumikie raia kama vile walivyojitoa kwa kutumikia raia. Nadhani usalama utakuwepo. Ndio mawazo ya kurenforce security yapo, kulingana na hivyo ile mikakati iko, raia watambua kama vyombo vya usalama vinashughulikia masuala kama na yale, ili wizi utokomeze kabisa wanapita na usalama. Na tumalizie na Uvira ambako kabla serikali haijaweka utaratibu maalum juu ya kutofautisha nani mzalendo na nani asiye, raia wa Uvira wataendelea kuwa wahanga wa usalama mdogo. Ndivyo amesema hayo Bwana Emmanuel Laberi, mratibu wa vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira. Maneno hayo ameyasema kutokana vitendo vingi vya mauaji ya kutumia silaha kuendelea kushamiri katika mji wa Uvira, huku inakuwa vigumu kufahamu nani mhalifu. Wakati hayo ya kijiri, vuguvugu machozi ya raia mjini Uvira inahamasisha jamii kuepuka kurembea usiku ili kuepukana na maafa. Emmanuel Laberi amezungumza na TV yako akiwa mjini Uvira. Mimi nishakuelezea kama Uvira pour le moment ishakuwa sawa vile kila mtu anakuwa anatembea na peke yake, donc chaque personne avec son arme, mtu comme mapapa unaona kama bunduki na bavre na bafo wote wanaprofite kwa mtu yuko mwizi anaprofite na kutoka na silaha yake mnyumba. Donc kuko ile les armes aussi incontrôlées et que tu vas de balles aussi incontrôlées, mtu analewa sana na wanaanza kupiga risasi. Donc ikike conflit kidogo na mtu anafungula sefe yeye ndio njala ndio anakuwa kopi ya kuintimidate na raia. Donc ile mabiti mwa maprevu galez, parce que mimi siwazi kama un bon phare de ciel, un bon mzalendo anaweza kuwa ile hali ya kukataza population. Sinon ni zile maprevu galez zile zitoka stoma centrale zetu zinakiafa ile mabuyanke mkizalendo. Récemment watu la registre au moins décor ambazo zipoteza maisha avec des balles perdues. Wakati unakuwa tembea kwa barabara risasi ya kukamata tena ndio kwa quelque part mtu alipiga. Donc tushakuwa na makaza mingi sana zimepigwa na kufa na mabali perdues. Ndio maana kwa ndio kwa maisha ya population katika kawaida c'était rassurez-vous na kwa kunyumba parce que kama usiku vile kuna des fleurs na yeye pour le moment Uvira kuna problème ya courant, donc kuna mwangaza bien. Ila veut aussi bayaya ndio wanajipanga kanjia wanakuwa wanafanya maviti ya intimidation, anakucha akarashi ukicha na kuyanganya huko na vitu mikono na vibeba. Ndio ile kupona bila kuambia watu wako na ile ma reserve ya kutembea na n'importe comment pour qu'ils va faciliter parce que kwa victime ile ma matrakasiri sasa watu wanafanya fulani mmoja wa Uvira.
nawaza kama sisi kama na serikali tuko wa collaborant. En fait, anasema kajilinde nani ndakulinda. Watu wasema ni ujespose parce que serikali iko. Na wakati serikali yenyewe haisikii kurasiri kila mtu, polisi wakukala kumlango yaji kuna mchungaji nyumba yake, keparo usiku kwele fika ena, no efficacité si ya maelema na approprié kufanya ile kazi. Malgré que nous sommes dans des besoins opérationnels, quand même donc raia iko na haki ya kuwa naishi mzuri na amani. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.